kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea kuongezeka baada ya pande zote mbili kubadilishana kauli kali zilizozua hofu ya kuongezeka kwa machafuko makali katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku masuala ya usalama wa kikanda yakitajwa kuwa hatarini. Iran imetangaza kuwa haitavumilia vitendo vyovyote vya kijeshi au vya kisiasa vinavyoilenga moja kwa moja na kuonya kuwa itajibu vikali endapo maslahi yake ya kitaifa au usalama wa raia wake yatavunjwa. Viongozi wa Tehran wamesisitiza kuwa nchi yao iko tayari kujilinda, wakitaja uwezo wake wa kijeshi na ushawishi wake katika eneo hilo. Kwa upande wake, Marekani imeeleza kuwa itaendelea kulinda maslahi yake pamoja na washirika wake, ikisisitiza kuwa haitasita kuchukua hatua endapo itaona vitisho dhidi ya usalama wa kikanda au wa kimataifa. Washington imeendelea kuishutumu Iran kwa kile inachokiita kuchochea migogoro kupitia makundi yenye silaha katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema mvutano huu unachangiwa kwa kiasi kikubwa na masuala ya nyuklia, vikwazo vya kiuchumi, pamoja na ushawishi wa kisiasa na kijeshi wa Iran katika nchi kadhaa za Mashariki ya Kati. Kutokuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja baina ya pande hizo mbili kumetajwa kuongeza hatari ya makosa ya kimkakati yanayoweza kusababisha mzozo mkubwa. Hofu imeongezeka zaidi kutokana na ukweli kwamba eneo la Mashariki ya Kati ni kitovu muhimu cha usambazaji wa nishati duniani, ambapo mgogoro wowote mkubwa unaweza kuathiri bei ya mafuta na uchumi wa dunia kwa ujumla. Mataifa kadhaa yameanza kutoa wito wa tahadhari kwa raia wao waliopo katika ukanda huo. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na mataifa ya Ulaya imehimiza mazungumzo ya haraka ya kidiplomasia, ikisisitiza kuwa matumizi ya nguvu yanaweza kuisukuma dunia kwenye mgogoro usiotabirika. Wito umetolewa kwa pande zote mbili kupunguza makali ya kauli zao na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Kadri mvutano huu unavyoendelea, macho ya dunia yanaelekezwa Mashariki ya Kati, yakisubiri kuona kama diplomasia itachukua nafasi yake au kama mgogoro huu utachukua mwelekeo mpya wenye athari kubwa kwa usalama wa kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.